Maneno aliyosema Yoweri Kaguta Museveni wakati wa uchaguzi yachekesha dunia mzima. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali subscribe. Kauli ya Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kwamba ana uhakika wa 100% wa kushinda uchaguzi mkuu wa kishindo cha 80% kabla hata ya kukamilika kwa zoezi la kuhesabu kura imepazua pazia la heshima bandia lililokuwa likifunika mchakato wa kidemokrasia nchini humo na vilevile kuuzua kicheko duniani kote. Tamko hilo lilotolewa hadharani mara baada ya kupiga kura limegeuka kuwa ishara ya wazi ya mfumo wa kisiasa unaojiona kuwa hauhitaji tena hata kujificha nyuma ya lugha ya tahadhari au unyenyekevu wa kidemokrasia. Katika ukanda wa Afrika Mashariki ambako uchaguzi mara nyingi hutazamwa kama mtihani wa uthabiti wa taasisi, kauli hii imeacha alama nzito ya wasiwasi na taharuki katika nchi ya Tanzania, huku ikigeuka kuwa kicheko nchini na vilevile duniani kote. Museveni ambaye amekaa madarakani kwa miongo kadhaa tangu kuchukua hatamu za uongozi mwaka 1986 hakusita kuwasilisha taswira ya ushindi uliokwishaamliwa. Alisitiza kuwa ushindi wake ni wa uhakika iwapo tu hakutakuwa na hujuma katika zoezi la kuhesabu kura. Kauli hii badala ya kuimarisha imani ya umma katika mchakato wa uchaguzi imezidisha mashaka kuhusu uhuru wa taasisi zinazopaswa kusimamia uchaguzi kwa haki. Kwa kuashiria uwezekano wa hujuma huku akijihakikishia ushindi wa kishindo, Museveni ameweka wazi mvutano uliopo kati ya matokeo yaliyotarajiwa na uhalisia wa mazingira ya kisiasa nchini Uganda. Uchaguzi huu unafanyika katika mazingira ambayo hayajawahi kuwa na ushindani mkali wa kisiasa, na kwa miaka hivi karibuni kuibuka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ambaye anajulikana zaidi kama Bobi Wine kumeleta nguvu mpya ya kisiasa na uvutia vijana, wasanii, wanaharakati na tabaka la raia waliokata tamaa na utawala wa muda mrefu. Hata hivyo, badala ya ushindani huu kuonekana kama ishara ya kukomaa kwa demokrasia, umeambatana na ongezeko la ulinzi mkali wa polisi na wanajeshi katika maeneo ya kupiga kura na mikutano ya kampeni na makazi ya viongozi wa upinzani. Museveni amejinasibu kuwa rekodi yake ya kuleta amani na maendeleo ndio msingi wa imani ya wananchi kwake. Hoja hii imekuwa muhimili wa simulizi la utawala wake kwa miaka mingi, na ni kweli kwamba baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotikisa Uganda katika miaka ya awali ya uhuru, utawala wa Museveni ulijenga uthabiti wa kiusalama na kuvutia misaada ya kimataifa. Hata hivyo, mafanikio hayo ya awali yamekuwa yakifunikwa taratibu na lawama za kukwama kwa mageuzi ya kisiasa, kudhoofika kwa uhuru wa vyombo vya habari na kugeuzwa kwa vyombo vya dola kuwa zana za kisiasa. Kauli yake ya kuwapuuza upinzani na kudai kuwa wananchi bado wana imani kubwa na chama tawala inaonyesha mtazamo wa uongozi unaojitazama kama chaguo pekee linalowezekana. Na katika mantiki ya demokrasia, imani ya wananchi kupimwa kupitia uchaguzi huru wenye ushindani sawa na mazingira yasiyo na hofu. Lakini mazingira ya uchaguzi huu yamejaa taarifa za kukamatwa kwa wafuasi wa upinzani, kuvunjwa kwa mikutano ya kampeni na vizuizi vya mawasiliano ambavyo vimekuwa sehemu ya historia ya chaguzi zilizopita nchini Uganda. Kutajwa kwa Bobi Wine kama mpinzani asiye na uwezo wa kumshinda Museveni katika sanduku la kura ni sehemu ya mkakati wa kupunguza uzito wa harakati za vijana. Harakati hizi zimekuwa zikichukuliwa kama tishio la muda mfupi, lakini ukweli ni kwamba zinawakilisha mabadiliko ya kijamii yanayotokana na idadi kubwa ya vijana wasiokuwa na ajira, wanaokosa uwakilishi wa kisiasa na wanaohisi kuwa mifumo ya sasa imefungia nje ya maamuzi ya taifa. Kupuuza harakati hizi ni kupuuza mabadiliko ya kizazi yanayoendelea ndani ya jamii ya Uganda. Mazingira ya ulinzi mkali wakati wa uchaguzi yameibua hisia tofauti miongoni mwa waangalizi wa kimataifa na mashirika ya kiraia. Katika historia ya uchaguzi barani Afrika, uwepo mkubwa wa vyombo vya usalama karibu na vituo vya kupiga kura mara nyingi umehusishwa na hofu ya dola dhidi ya matokeo yasiyotabirika.
Badala ya kuimarisha utulivu, hali hii huongeza shinikizo kwa wapiga kura na kuathiri uhuru wa kutoa maamuzi kwa Uganda. Kumbukumbu za chaguzi zilizopita ambako mawasiliano yalikatwa au upinzani ulizuiwa kuwa na zimefanya hali ya sasa ionekane kama marudio ya mkondo ule ule. Upinzani umeendelea kulalamikia mbinu za ukandamizaji, ikiwemo kukamatwa mara kwa mara kwa wafuasi wao wakati wa kampeni, na malalamiko haya yapo katika ombwe yanajengwa juu ya historia ya hatua za dola dhidi ya wapinzani wa kisiasa, kuanzia vizuizi vya mikutano hadi mashtaka ya jinai yanaowakabili viongozi wa upinzani. Na katika mazingira haya, kauli ya Museveni kwamba uchaguzi ni huru na wa haki inapingana moja kwa moja na uzoefu wa vitendo unaoripotiwa na wadau wa ndani na nje ya nchi. Katika ngazi ya kikanda, uchaguzi wa Uganda una athari pana kwa Afrika Mashariki. Uganda ni muhimili muhimu wa kiusalama na kiuchumi katika ukanda huu, ikiwa na mchango mkubwa katika operesheni za kijeshi na za kikanda na ushirikiano wa kiuchumi. Nchi wafadhili na taasisi za kimataifa zimekuwa zikivumilia mwenendo wa kisiasa wa Kampala kwa kisingizio cha uthabiti na usalama wa kikanda. Hata hivyo, uvumilivu huu unaanza kupimwa pale dalili za kudhoofika kwa demokrasia zinapokuwa wazi na zisizofichika. Kauli ya Museveni ya uhakika wa ushindi wa 80% imefungua mjadala mpana kuhusu maana halisi ya uchaguzi katika mifumo ya utawala wa muda mrefu. Uchaguzi unapogeuzwa kuwa zoezi la kudhibitisha uamuzi uliokwisha fanywa, thamani yake ya kidemokrasia hupotea, na badala yake kuwa chombo cha wananchi kuchagua viongozi wao unageuka kuwa tamasha la kisiasa linalohalalisha uendelevu wa mamlaka yaliyopo. Macho ya dunia sasa yameelekezwa Uganda, si tu kuona kama utabiri wa Museveni utatimia, bali kuona kama taasisi za nchi hiyo zina uwezo wa kusimama dhidi ya shinikizo la dola. Matokeo ya uchaguzi huu yatachambuliwa kama kielelezo cha mwelekeo wa demokrasia katika ukanda mzima, na ushindi wa kishindo uliotabiriwa kabla ya matokeo unaweza kuonekana kama uthibitisho wa nguvu ya chama tawala au kama ishara ya kudhoofika kwa misingi ya uchaguzi huru. Kwa vijana wa Uganda wanaoaminika kwenye harakati za mabadiliko, uchaguzi huu ni zaidi ya kura, ni kipimo cha kama sauti yao ina nafasi katika mustakabali wa taifa. Kwa watawala wa muda mrefu barani Afrika, ni ujumbe unaotumwa kwa wapinzani wao kwamba mamlaka yanaweza kujitangazia ushindi bila hofu, na kwa jumuiya ya kimataifa ni changamoto ya kuamua kama itaendelea kutanguliza uthabiti wa muda mfupi juu ya misingi ya kidemokrasia ya muda mrefu. Hatimaye uchunguzi huu itavuka mipaka ya Uganda, itakuwa somo kwa nchi jirani zinazokabiliwa na maswali sawa kuhusu mipaka ya madaraka, matumizi ya vyombo vya usalama na nafasi ya upinzani. Ukimya wa sasa, hofu ya sasa na kukubali hali ilivyo vinaweza kuonekana kama njia rahisi ya kuepuka misukosuko wa muda mfupi, lakini historia inaonyesha kwamba ukimya huo hujenga misingi ya migogoro mikubwa zaidi baadaye. Uganda iko katika wakati nyeti ambapo kauli moja ya ushindi kabla ya matokeo imefunua zaidi ya nia ya mtu mmoja, imefunua mfumo mzima unaohitaji kuchunguzwa upya. Mustakabali wa taifa hili hautaamuliwa tu na nani atakayetangazwa mshindi, bali na namna ushindi huo utakavyopatikana na kukubalika. Endapo hofu na nguvu vitaendelea kuwa lugha kuu ya siasa, kizazi kijacho kitarithi taifa lililochoka na uchaguzi usio wa maana. Ukanda mzima utaendelea kuishi na kivuli cha utawala unaodai uhalali kabla hata ya wananchi kuhalalisha. Ukimya wa sasa unaweza kuwa kelele ya kesho, na gharama ya kupuuza ishara hizi italipwa na jamii nzima, sio viongozi wachache walioko madarakani. Ni hayo kwa sasa, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe.